Yes, mpenzi mtazamaji wa GoLive TV. Na hii ni kwa mara nyingine tena. Leo tumekuja na issue kubwa ambayo inakwenda kumhusu moja kwa moja Baba Levo. Kwanza tuanze na Baba Levo. Baba Levo ni msanii mkubwa sana kwa kizazi kile, naweza nikasema pengine labda kwa sababu kipindi kile ndo alichokuwa kivuma na ndo kilikuwa kipindi chake, lakini Baba Levo kwa sasa amekuwa chawa wa Diamond Platnumz, ama naweza nikasema pengine labda sijajua kama kuna kauli nyingine ambayo naweza ikaruhusu kusema ni msemaji badala ya chawa au msemaji, sijajua, lakini mimi natambua kwamba ni chawa wa Diamond kwa sasa. Kama unakumbuka Diamond Platnumz baada ya kuweza kuzileta gari zake, kuzipewa gari zake katika naweza nikasema katika nchi ya Zanzibar, maneno mengi sana yaiongeleka hapa katikati kwamba ni kwa nini anapeleka kule 1 2 3, wa raia wengi kaongea wakasemezana, mengi yakongeleka. Nafikiri majibu mengi alikuwa nao yeye mwenyewe, lakini pia Baba Levo ameweza kutoa tamko, ama naweza nikasema ameweza kutoa kauli kwamba Diamond Platnumz aweze kurudisha gari zake katika nchi yake Tanzania. Na pia vile vile kuna watu ambao sio wazuri ambao kuna watu, nasikia kuna watu kwamba wanaombea zile gari wakati zinaletwa basi ziweze kutumbukia kwenye gari. Yaani kuna mtu kabisa anafanya maombi, amekaa anafanya maombi kabisa na kufunga kwa imani kabisa na kuombea kwamba gari ziweze kutumbukia katika maji. Basi Baba Levo ameweza kupiga kaweza kupiga marufuku kitu kama hicho kuweza kutokea, na pia vile vile ameweza kusema kwamba kwa kuwa Mungu ni sisi sote, ni wetu sisi sote, na kila mmoja ana uhuru wa kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu vile ambavyo anataka. Basi kuna watu wanautumia ule uhuru vibaya, na kuna wengine wanadiliki kuweza kuombea watu mabaya, lakini wanaomba ni nani? Wanaomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu tu Mwenyezi Mungu ameweza kutoa uhuru wa kila mmoja kumuomba. Basi kuna watu ambao wanaomba vitu ambavyo havieleweki na vitu ambavyo sio sahihi. Basi Baba Levo ameweza kupingana na kitu hiki na kuweza kukemea vilivyo kwamba Baba Levo kwamba kukemea vilivyo kwamba Diamond Platnumz wala asiwe na wasiwasi, gari zake tu azilete na zitafika salama pasipo kuwa na zoruba yoyote ile ambayo watu ambao sio wazuri kwake wanamuombea sana aipate hiyo zoruba. Pengine labda ndio itakuwa furaha kwao, lakini ameweza kukemea vilivyo kabisa. Na ameweza kusikika pia, ameweza kuonekana pia, Baba Levo ameweza kuonekana pia akiwa katika mpira ambao mechi ya Harmonize Konde Gangs, akiwa kama msemaji. Akiwa kama msemaji. Issue imekaje? Kwa nini Baba Levo ameweza kuwa kama msemaji katika timu ya Konde Gang? Ni kitu ambacho kidogo kimeweza kushangaza kidogo, na baada ya kuhojiwa kama yeye ni msemaji na Mwijaku atakuwa ni nani, lakini amedai kwamba yeye ndio msemaji, Mwijaku ni tanga. Yaani kwamba ni mtu ambaye anatanga haeleweki, mara yuko huku mara yuko huku, ndio vile ambavyo alikuwa akimaanisha. Lakini bado vile vile tena hatukuweza kuchoka kumuuliza yeye tu, tukaweza kumuuliza na Harmonize pia kwamba inakuwaje, mbona anasema kwamba yeye ni msemaji? Ni kweli, lakini Harmonize pia aliweza kujibu akasema kwamba ni sahihi, ni kweli, yeye ndio msemaji wa timu ya Konde Gang. Imekuwaje issue na ilikuwa vipi mpaka akaweza kuwa msemaji? Kikubwa tu mpenzi mtazamaji wa GoLive TV, usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau turn on notification ili mambo yaweze kuwa poa kabisa na mambo yatakwenda kuwa sawa sawia kabisa. Bado hatujaweza kupata kauli ya Mwijaku kuweza kumjibu Baba Levo, lakini naye pia tutajaribu kumuuliza kwa sababu yeye ndo tunatambua kwamba yeye ndo chawa wa Harmonize. Pia tunatambua kwamba Baba Levo ndo chawa wa Diamond Platnumz. Sasa inakuwaje Baba Levo ameweza kuingia mpaka upande wa pili, ambaye ina maana uchawa wake sasa tayari umeanza kuenea hadi huku? Ina maana anataka kumpiku Mwijaku ama kitu gani ambacho kinaendelea kati yao? Kikubwa tu usiweze kusubscribe na pia usiweze kusahau turn on notification, mambo yatakwenda kuwa sawa
kabisa. Kama tunavyoelewa Baba Levo na Mwijaku ni watu ambao kidogo hawaelewani kwa sababu hapo katikati kuna beef nyingi sana ambazo walikuwa wakizifanya wao kwa wao, wakiweza kutupiana maneno ya hapa na pale, huyu akimsema mwenzake hivi na huyu akimwongelea mwenzake vile. Ni vitu ambavyo mambo ni mengi ambayo yanatokea. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kuchoka kutega sikio katika channel yetu ya Go Live TV, na pia vile usiweze kusahau kuwa mwanachama wetu kwa kusubscribe. Moja kwa moja utaweza kutokwenda kuwa mwanachama, ama anaweza kusema utaweza kuunganisha undugu sisi na wewe mtazamaji wa Go Live TV. Baba Levo ni msanii mmoja mkubwa sana, ama naweza kusema ni msanii legend wanaita wenyewe ma legend, wale ambao walihiti kipindi hicho na mpaka sasa bado wanaheshima hao wasanii wa zamani bwana. Kiwalisia, yani kiukweli, mpaka sasa bado wana heshima yao na inatakiwa wapewe heshima yao mpaka sasa, kwa sababu nyimbo zao bado mpaka sasa ukienda kuzisikiliza hazichoshi kusikiliza masikioni, kwa sababu muda wote unatamani usikilize na hazichoshi, afu ni tamu, afu nyimbo zao nyingi saizi zina ujumbe tofauti na nyimbo za sasa. Nyimbo za saizi watu wanaangalia, wasanii wanaangalia sana maslahi, wanaangalia vile ambavyo watu wanapenda, kwa sababu kwa sasa dunia imeweza kubadilika sana, kwa sababu watu wengi sana wanapenda sana ujinga. Ukifanya kitu ambacho ni cha ujinga, basi ndo wengi wanapenda sana kukiangalia, pengine kinatembea katika mitandao ya kijamii na kinaenda. Lakini ukiweza kufanya kitu sahihi, basi hakika kitakudodea wewe mwenyewe, kwa sababu tayari umekuwa mtu sahihi. Sasa jibu ni lipi? Je, dunia inakwenda wapi? Je, dunia inaelekea kwa shetani ama inakwenda kwa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu dunia haitaki mtu sahihi. Dunia haitaki mtu sahihi. Dunia inamtaka mtu ambaye sio sahihi. Ama naweza nikasema pengine labda nikaingilia kwa dada zetu. Kwa dada zetu kidogo, angalau kidogo kipindi cha nyuma zamani kidogo, ulikuwa unapokuwa unawafuata unaweza ukawaambia ukweli kabisa, bwana mimi sina hela na ninahitaji kuishi na wewe, wakakuelewa. Lakini kwa sasa ukisema huna hela, umemfuata eti unataka kuishi naye ama unataka kufanyia kitu fulani au una malengo naye, basi hakika tambua ndio umeachana mazima, kwa sababu wanapenda uongo, hawapendi ukweli. Wewe hata kama huna hela, lakini wewe mfuate, tumwambie bwana mimi kiwalisia, mimi 1 2 3 na malengo na wewe, lakini sina kitu, maisha yangu 1 2 3, mweke wazi. Yaani ukishamweka wazi, basi hakika unajua umemkosa. Lakini ukimdanganya bwana mimi nimetoka zangu huko sasa hapa na familia fulani, yani nitoka familia fulani ya kitajiri, na hela na nini, ukishamdanganya vile na mavazi nini mazuri, basi unampata kirahisi. Ni kitu ambacho kimekuwa kinyume sana katika tamaduni zetu za Kitanzania, ama naweza kusema tamaduni zetu, na sio tamaduni zetu tu. Hili janga limeweza kukumba dunia nzima. Kila sehemu utakayokwenda, basi mambo yanakuwa ni yale yanakuwa hayabadiliki. Sijajua pengine labda ndo wanavyosema kwamba ndo mwisho wa dunia unakaribia ama umeshafika, kwa sababu dalili zote ambazo zilikuwa zinaongeleka katika Biblia ama katika Qur'an, dalili zote ambazo tunakutana nazo ndo hizo ambazo zimeongeleka na tunaziona kwa macho yetu na tunashuhudia pia. Lakini tumekuwa ni watu wa kupotezea pasipo kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuepusha na haya majanga ambayo yanaweza kutokea. Basi mpende mtazamaji wa Go Live TV, mimi niweze kukusii tena kwa mara ya mwisho kwamba usiweze kusahau kusubscribe, na pia vile usiweze kusahau turn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa.